Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii waendee wale wanawake ambao wanajitandaza katika mitandao. Mwanamke wa Kiislamu umetukuzwa na Uislamu wewe. Mwenyezi Mungu hakutaka uwe ni mtu wa kuingia kwenye fitna. Mwenyezi Mungu hakutaka niwe ni mtu ambaye mwenye kuangushiwa cheo. Ndio maana Allah Jalla Jalaluhu katika Al-Qur'an Al-Karim alipotaka kuhifadhi hata mtu akija nyumbani akitaka kitu kwako, kuwe na pazia baina wewe na yeye. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Munapotaka kitu kwa wanawake au kwa mama zetu au madada zetu, basi kuwe na pazia min warai alhijab, muombe kwa nyuma ya pazia, kwa sababu ni uchakaso kwa yule ambaye kwamba anayekuomba katika moyo wake na ni uchakaso katika moyo wako. Lakini maalasaf shadid, mwanamke na kwamba Uislamu umempa utukufu, amuhifadhi na fitna, amuhifadhi na mabaya, amuhifadhi na kila jambo ambalo kwamba la shari kwake yeye. Leo mwanamke amekuwa hatosheki na hifadhi hii ya Kiislamu kwake yeye. Leo utaona kwenye mitandao kila aina ya wanawake, kila aina ya mavazi ambayo kwamba wanavaa, kila aina ya hali ambazo kwamba zenye kusikitisha, na ukimwambia huwa akhadhathu al-izzatu bil ithmi, hukwambia ustadhi wa mitandao, kama kweli wewe ni mwema, basi kwenye mtandao waje kufanyia nini? Basi mawaidha kila mahali huwawekwa, mawaidha kila mahali hutolewa. Usiseme ni maustadhi wa mtandao, huambiwa kweli, kwa sababu ukifa utakuwa zile ambazo umezitandaza ziko pale pale, na kila ukiangalia ni madhambi kuendea wewe anayekuambia hiyo kupenda. Na unapoambiwa sikiza lile ambalo kwamba unaloambiwa, itakuwa ni kheri kwako wakati utakapolisikiza na wakati utakapolifuata lile ambalo kwamba ulioambiwa. Mwenyezi Mungu akwambia unapoulizwa kitu basi uulizwe kwenye pazia, wewe unajitandaza mbele eti mwanamke mzuri hutumia uzuri wake kukusanya pesa, au mwanamke mzuri hujiuza ili aonekaniwe mzuri. Wajidanganya, ni amali ya Iblisi, utakhasirika mbele ya Allah Jalla Jalaluhu. As'adallahu qadakum. وإلى اللقاء، فشكرا جزيلا والسلام عليكم والعفو.